Bwana Yesu pewe sifa. Bwana asifiwe. Nimeokoka, nina Yesu na ninamshukuru ni kwa sababu ya kuniokoa, ni kwa sababu amekuwa mwema. Bwana Yesu pewe sifa. Naomba tuweze kuandalika ndio tuweze kulisikia neno la siku ya leo, na ninajua tutabarikiwa kwa pamoja. Bwana Yesu pewe sifa. Sasa naomba tuweze kushangilia mbele zake Bwana wakati mtumishi wa Mungu anapokuja. Tushangilie, tushangilie Yesu, tushangilie Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tupate katika jina safi la Yesu. Leo tuko katika kilele cha mwezi huu kwa sababu leo ni 29. Tunangoja sasa kuingia sasa katika mwezi wa 11, na hakika huyu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea kuhusu kupokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unafika Mungu anataka usimame mahali fulani. Unajua kuna mahali Mungu hutaka usimame mahali fulani ili ya kwamba akuongeze nguvu. Na jioni ya leo katika jina Yesu ninaamini kuna mahali ambapo tutasimama ili ya kwamba tuongeze nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika safari ya wokovu na katika safari ya maisha yako unahitaji nguvu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hii ni fellowship ya mwisho wa mwezi huu, ninaamini ya kwamba kuna mambo fulani itafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Eleza mwenzako, simama mahali fulani, nguvu za Mungu ishuke katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tuwe na kitabu cha Bwana katika kitabu cha mitume 2, ambapo Mungu Yesu aliona kwamba mitume wake wanahitaji nguvu ili ya kwamba wapate nguvu na waweze kufanya kazi hiyo na nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone kitabu cha Bwana, kitabu cha Matendo ya Mitume 2, ama hiyo nimesema Amen. Acts 2 from verse 1 inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Adlaini that inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvuli. Hapo tusomee vizuri mbili. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo. Adlaini that Biblia inasema kwamba kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo na wa nguvu ukienda kasi. Bwana Yesu asifiwe. Leo katika jina safi la Yesu kuna mahali ambapo tunahitaji uwezo wa uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ili ya kwamba uingie katika maisha yako. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Adlaini that ikawa namna gani? Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Hapo nataka ushike vizuri. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Verse 4 wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Hao ndio nitewega ati ikawa namna gani? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Glory be to Jesus.
Wacha tuombe kidogo katika jina la Yesu, na naamini mashini itakuwa vizuri. Baba, katika jina safi la Yesu, ninaamini Mungu utatubariki. Ninaamini Mungu utainua maisha yetu. Ninaamini Mungu utainua maisha ambayo tunayoishi. Ninaamini maisha haya haitakuwa ya kawaida. Ninaamini utatujaza na nguvu isiyo ya kawaida kuanzia siku ya leo, kwa maana Baba unatupenda na Mungu uko pamoja nasi, na ni katika jina safi la Yesu tumeomba na tumeamini. Tuseme glory be to Jesus. Uno wakati Yesu aliangalia mitume, na wakati alipoangalia mitume, glory be to Jesus, akaona vile alienda mbinguni, na akaona vile mitume wanaishi dunia hii, na akaona ile vita watapigana dunia hii, na akaona maisha ya mitume vile itakuwa, na akaona ili sasa niwatie nguvu, nitawaita wakae mahali pamoja, na wakikaa mahali pale pamoja, ili sasa niachilie nguvu. Na Biblia inasema ya kwamba kukatokea uvumi wa upepo. Glory be to Jesus. Uvumi wa upepo unaoenda kwa kasi. Glory be to Jesus. Nyakati hizi ile kitu inahitajika ni uwezo zaidi kutoka mbinguni, ili ya kwamba usaidie kanisa na usaidie maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba na nguvu ya Roho Mtakatifu ikaja. Are we together? Na wakati ile nguvu ya Mungu ilikuja, Biblia inasema ya kwamba wakaanza kuongea na kila mtu lugha kulingana na vile alisaidiwa na Roho Mtakatifu. Sasa inafaa jioni ya leo katika jina safi la Yesu Kristo tupatiwe sauti sasa. Hey, tupatiwe sauti sasa, ili tuweze sasa kila mtu apewe sauti. Glory be to Jesus. Tumesoma pale binasema kwamba wakapatiwa nguvu na dini. Tuendelee pale Biblia. Verse 2. Kukaja ghafla toka mbinguni. Hapo ndipo nataka ushike vizuri. Na leo hii katika jina safi la Yesu, kuna mahali umefika na unahitaji nguvu katika maisha yako ambaye itakuja kwa kasi. Usubuhiwe na baridi, ongea kidogo, tigai kwenyitanĩria mũno. Mwathani mũgeithio mwĩre tũrekio nĩ heho, ithuĩ tũrora ndĩ yũmĩrĩirie. Haleluya. Kiugo kirauga Ngai nĩonire atũmwo ũrĩa mahana, nĩonire ũrĩa gũikarĩte, na akĩona mũndũ ũrĩa gwĩka kũmatwara handũ, nĩgetha ndekererie hinya mũingĩ ũgũikũrũka, nĩgetha ũgĩe nao, nĩgetha makiuma hau magĩe na mũndũ hinya wake, moime hau na mũndũ hinya wake. Na ndahoya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩndĩroima haha hinya wakwa ũrĩa ũgũteithania naniĩ ngĩingĩra mweri wa 11, ngĩingĩra mweri wa Disemba, nĩgetha niĩ ngaĩrwo hinya wakwa ũrĩa kũhota gũthiĩ naguo. Sasa Roho wa Mungu ashuke na anipatie nguvu yangu ambaye nitatembea naye. Nisaidie mimi nitembee na hii nguvu sasa. Hakuna kitu baya dunia hii kama kutembea kiwiliwili, na dana mwerogo muno andu agari online. Bwana asifiwe. Glory be to Jesus. Na kukaribia katika ibada ya Wednesday ambaye inasema kupokea nguvu na kutembea na nguvu yako. Na leo katika jina la Yesu, tembea na nguvu yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Biblia kuna mahali inasema kwamba wakati Danieli alipokuwa akiomba, aliomba siku 24, siku 21, na pale wakati Mungu aliona ameishiwa na nguvu, akatumiwa malaika wa Mungu akamweleza kwamba Danieli ambaye unapendeka sana, sikiza nimekuja ili nitie maneno yako nguvu. Glory be to Jesus. Nitie
wima sasa. Leo katika jina la Yesu, maneno yangu yatawekwa nguvu. Mili na tu unapata pale. Maneno yangu itawekwa nguvu. Katika kitabu cha Daniel, Alithea, kitabu cha Daniel. Kitabu cha Daniel, tumefika pale. Kitabu cha Daniel. Glory be to Jesus. Hallelujah. Na ninaamini tunaandamana na watu online. Wakati natafuta neno wanalisaidia kutafuta neno. Yes. Danieli 10 mstari wa 11. Danieli 10 mstari wa 11 inasema, Daniel 10 verse 11 inasema, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Verse 12, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Maneno yako yalisikiwa na kuja kwa ajili ya maneno yako. Turudia hapo mbili. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Inaonekana maneno ya Danieli ilikuwa na uwezo, isipokuwa alikuwa anaona kama haina uwezo. Lakini malaika akamtokea akamuuliza, wacha nikueleze Danieli, leo nakuja nikueleze wewe ambaye unapendeka sana, naja nikueleze ya kwamba tangia wakati ulijinyenyekesha mbele ya Mungu wako, siku hiyo ulisikika, na nimetumwa kwa ajili ya maneno yako, ili niweke maneno yako nguvu na ombi lako nguvu leo. Glory be to Jesus. Fellowship ya Wednesday ya leo, ama Wednesday hii ya mwisho ya mwezi wa 10 ni kupokea uwezo. Mimi nikiwa Bishop Njoroge, nipokee uwezo wangu, nitembee na uwezo wako, na wewe vile ulivyo utembee na uwezo wako. Tuendelee. Inasema maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Ya maneno yako. Inaonekana Danieli alikuwa anaona kama maneno yake hayana uwezo. Ndio ile mbona nakatishusha kitari na nilitoka ukuirati kinya sigo ndio kama kitero hinya sigo ile sio ila batarashikiro hinya ndio kitero hinya kwa ile wa Mungu vile wa mwana wetu Yesu Kristo. Na nilitoka kumburati nikuri gai vekera kasigo sia moto wa hinya ili asia idhibio hinya omode nisiekero hinya. Na nitoka maneno wa kitabu cha Mitume 2 nasema kwamba na nguvu kama uvumi wa upepo ukashuka. Verse 2. Acts 2 verse 2 inasema, ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ikaijaza nyumba yote ile walikuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Hapo ndipo nataka tuelewane vizuri. Ate kukatokea nini? Ndimi ambazo zilikuwa zimegawanyikana. Unajua kila mtu kuna dini ambaye anahitaji. Kila mtu ana nguvu ambaye anahitaji. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana
Bwana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Andaini that. Ni uranyitaharu. Kila mtu mmoja wao. Na leo katika jina la Yesu. Okay. Hinyoe waro lelebero wa roho wa Ngai. Roho kalile ohe mundu. Oiguru ya kioko kia mundu. Oiguru ya kioko kia mundu. Regina waikalile iguru ya kioko kia mundu. Na kidaga handu hakabakora mundu aheyo hinya wake kulingana na uria Ngai arona kwagirire, kulingana na uria roho wa Ngai arona kwagirire. Linda hoya fellowship ya umuthi Ngai aroikurukia hinya ukurume kioko-ini kia mundu kulingana na uria roho wa Ngai angienda na akuhotithie gwika uria roho wa Ngai agiriirwo guguteithia wewe. Na nĩ tũbataraga ũngĩrateithio nĩ Ngai tu ĩka ũndũ ũrĩa Ngai aragũteithia. Ũyũ arateithio kũringana na ũrĩa arateithio, ona ngathĩ kũringana na ũrĩa arateithio, na o bara o mũndũ nĩ arĩ wakinya itĩna fulani nĩ ũbataraga hinya fulani wa gũteithania nawe itĩna-inĩ rĩu ũragerera. Leo katika jina la Yesu naomba leo tutiwe nguvu, kila mtu atiwe nguvu sasa. Na kitu ndimura atiriri utire kitu kiu taguceraga thino utari na hinya waku we nguvu yako, nguvu ambayo inavaa ile yako. Wacha nikwambie, kuna mtu mmoja alinyang'anywa nguvu yake na akaishi vibaya sana, anaitwa Esau. Esau alinyang'anywa birthright yake wakati alipatiana chakula, akauza uzalio wake wa kwanza. Wacha nikueleze, wakati aliuza ile nguvu ya uzalio wake wa kwanza na akauzia Yakobo, wakati alienda kutafuta nyama aletee baba yake, ilikosekana, kwa maana nguvu ya kukamata ule mnyama aliuza. Na leo katika jina la Yesu naomba, ikiwa kuna jambo kama hilo lilifanyika katika maisha yetu, naomba ile nguvu irejeshwe ili tuweze kutembea na nguvu za Bwana katika maisha yetu. Kila mtu atembee na nguvu yake sasa. Na wakati utasikia kwamba huna uwezo wa kufanya mambo hii dunia, unahitaji kuenda kwa polisi na kusimama mbele za Mungu na kumweleza Mungu, nahitaji nguvu yako sasa, ili niweze kutekeleza mambo yako vile na bali tekeleze. Na jioni ya leo katika jina la Yesu, wacha nikueleze pesa, ukiwa na pesa inakusaidia, lakini kuna nguvu inakusaidia kufanya mambo kulingana na pesa zile ulio nayo. Na ukipata pesa na huna nguvu ya kukusaidia ile inavaa, hata upate pesa, ukikosa hii nguvu, wacha nikueleze, unaweza tembea kiwiliwili ama kutembea bila chochote. Na hapo ndipo Paulo alisema ya kwamba naweza mambo yote kulingana na neema ambayo nimepewa. Naweza mambo yote alitugena, naweza mambo yote sasa, kwa maana nimepewa uwezo sasa. Na asubuhi na jioni ya leo tutawezeshwa sasa. Naweza mambo yote nikiwezeshwa na huyu Mungu. Umepata pale? Bwana Yesu asifiwe. Naweza mambo yote nikiwezeshwa na neema na Yesu Kristo. Na sasa katika jina la Yesu naomba sasa tupate uwezo, tupate nguvu ituwezeshe sasa. Amen kanisa. Tupate uwezo sasa, tuwezeshwe sasa, ili sasa nguvu. Na wacha nikueleze, unapokea uwezo wako. Glory be to Jesus. Jambo la kwanza, unapokea uwezo kupitia kwa damu ya Yesu na kupitia kufa kwa Yesu na kufuka kwa Yesu. Jambo la pili inasaidia mtu kupokea nguvu ni roho ya Mungu. Roho ya Mungu ama Roho Mtakatifu
anakusaidia kupokea uwezo. Na jioni ya leo tutamsihi huyu Mungu ili ya kwamba atupatie uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja kuna mtu mmoja anaitwa Ezekia. Katika Ezekiel 2 inasema kwamba Ezekia alitokewa na Mungu akamwambia kwamba simama na miguu yako. Umepata pale? Ezekiel 2 inasema Maswali nasema akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Inaonekana alikosa nguvu ya kusimama spiritually, physically. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia. Yes, hapo ndipo nataka ushike vizuri. Roho ikaniingia, ikanisimamisha. Ikafanya nini? Ikanisimamisha. Kwa hivyo roho ilinipa uwezo, ikanisimamisha. Jioni ya leo naomba roho wa Mungu uje katika maisha yetu, utuwezeshe katika maisha yetu, utuwezeshe katika maisha yetu, katika jina la Yesu, ili ya kwamba usitembee kihivi tukana vile utari na hinya wa muturire wako. Ni kuri hinya wa muturire, kuna nguvu ambaye inavaa katika maisha yako, utembee na ile nguvu. Am I speaking to somebody? Wacha nikueleze. Wakati wote Samson alipokuwa anatembea katika nchi yake, Biblia inasema kwamba wakati vita ilikuwa inatokea, Biblia inasema kwamba roho wa Mungu alikuwa anashuka ndani yake, anamwezesha kupigana vita. Na wacha nikueleze, mimi nikifikiria kuhusu Samson, nilikuwa naona Samson alikuwa kama Debora. Samson aiganagadekwa uraidegwa marohi, lakini ile vita alikuwa anapigana vita kubwa, kwa maana roho wa Mungu ulikuwa unashuka ndani yake, unamwezesha. Nilekiti mweliano wagaya kilia kiba taraga nehinya na hwaino womuthi na ngwatano yomuthi turada idha gai atuhe hinya, turada idha gai atuikurukirie hinya. Kanitha wa Faith Manifestation Church gai atuikurukirie hinya. Turikiti mweliano wagaya tiga yote tuteithagia kilia kiba taraga newetie gai hinya, nigiga hinya uyu ugwitia gai aguteithererie na akuhotithie. Glory be to Jesus. Akuhotithie na arugame nawe. Am I speaking with somebody? Tusome pale hapo Ezekieli. Naye aliposema nami, roho ikaniingia. Roho ikafanya nini? Ikaniingia. Ikanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami. Underline that. Wakati wowote roho wa Mungu anakuingia, anakusaidia, atakusitia. Inu no korogi no kihujirira raibu akitu. Rwakora kukuhuje kimundo geka bandiro tekedo jibirio mode, gonago bisofu ya tabia kanuma, gonago agethiti na not the kilo. Ukigakinya in that situation, unahitaji roho wa Mungu akusaidie kuelewa pata neno. Orandena hapo kama jirati utukate leo nitaki ngoga kitwa ndio kaliboli na nini kukometa hauli ndoraku aliate. You need the power of the Holy Spirit to assist you to understand. Unafatara agina wote kagiria Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inaanza hiyo madhani ya roho sio? Twaikana na hapo nisijinagatiri atidaiwa wale adiroga. Twaikana na hapo nisitaki kitu aibu wale adiroga. Injini kwa kwa jana injini mwachi kwa driver. Mote kwa ni mahe. Murunei kwa.
Matino agakoigua niki one atene matineuga ne vihit ya kwaria no inyo ne mwakira, that means ne mwaiguaga wa ilimwe mwaiguaga matineuga ne vihit ya waragia ndani nyona akitagereria miri akandoro ndota kujua ati yeye ndako modera mutukateria ndako ndugati ateke ndia miri twari nake na Mungu akijimura miri nyoreto nini na mole sije mwikira no ateke kibira miri modera mutongoria ateke amiraga india irindia Mungu amiraga pa miri ajira ateke kamoja miri gashoka miri ateke ginyari bebera modera bote shokera amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni Martin ajira ni kwali ajira ya na yeye nigu inamo lesineke ni kwali ya yeye yakana neke ate inamo sinakaruga ndaiguaga tawaria na ihe no nitigua tajaragia na ihe no wewe njiraga na ihe kwa iguru Itimo auga sometimes ni revelations no ginya ugerie guthikiriria bisofwega wigia roiga awitwe. But let me tell you this afternoon ya kwamba tunahitaji uwezo wa Roho katika maisha ili tuwezeshe, ili tufanye nini? Tuwezeshe. Tukisoma Wafilipi 4:13 Wafilipi 4:13 ama tuanze 12 na tano nyingine hapo leta leo ngapi ya miili. Philippians 4 from verse 12 inasema najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Verse 13 naweza mambo yote, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa katika jina safi la Yesu tutaweza mambo yote kwa yeye ambaye anatutia nini? Nguvu. Na jioni ya leo katika jina safi la Yesu tutaweza yote sasa. Na jioni ya leo tupokee uwezo sasa wa kutuwezesha. Na ndiposa inasema kwamba katika pale kitabu cha Mitume 2 inasema na kukaja uwezo zaidi. Ikawezesha sasa wanafunzi tuendelee hapo ili tumalizie. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Naomba kila umoja wetu tukaliwe na nini? Haubiri. Kila mmoja akakaliwa na ndimi za moto. Uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hapo ndipo tunabaki
kila mtu apewe lugha zingine na tuwezeshwe kutamka, tuwezeshwe kutamka, tuwezeshwe kufanya kutamka. Ni kusema kwamba kupatiwa uwezo wa kuongea, kupatiwa uwezo wa kufanya mambo ambayo inafaa kufanya. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ona hapo kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Leo katika jina la Yesu tuwezeshe kuhudumia Mungu kulingana na vile Roho atatusaidia kumhudumia huyu Mungu. Leo jioni ya leo, ili ya kwamba usifanye kama unasukumiwa na mtu yoyote, lakini Roho wa Mungu akusaidie, atakuja fellowship ili ujaliwe sasa kulingana na Roho wa Mungu, kuomba ujaliwe na Roho ya Mungu, kufanya kitu chochote katika maisha yako usaidiwe kufanya vile. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Wafadhi na Wamedi na Waelamu nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia. Pigia Biblia makofi. Sasa katika jina la Yesu, naomba leo katika jina la Yesu, tunapotoka fellowship ya siku ya leo, tukielekea na huko katika jina la Yesu, tujazwe ile nguvu sasa, tutembee na ile nguvu sasa katika jina la Yesu, ili ile nguvu itusaidie. Na wacha nikueleze, unajua ile nguvu ambayo wanafunzi walipokea ili wasaidia kupeperusha Injili, ili wasaidia kusema mapenzi ya Yesu Kristo, ili wasaidia kutekeleza majukumu waliopewa na Mungu kufanya. Leo katika jina la Yesu Kristo na kuombea katika maisha yako, majukumu yako uwezeshwe na Roho Mtakatifu kuyatekeleza. Majukumu ya Roho Mtakatifu usaidiwe na Roho Mtakatifu kuyatekeleza, ili sasa Roho wa Mungu akusaidie kulingana na vile ameagizwa ufanye juu ya maisha yako, ili ya kwamba ufikanie katika maisha yako. Sasa simama mbele za Bwana, umwambie Mungu, sasa simama na mimi na usaidiane na mimi katika jina la Yesu. We love you Lord. Nimeona nikuambie
sasa katika jina la Yesu. Naitisha uwezo katika jina la Yesu. Naitisha uwezo sasa, hata uwezo wa kushinda vita, hata uwezo wa maisha yangu katika jina la Yesu. Baba rarakata ritakayanda manila hoya hina ulia maibrokelia aruto akuba makilia na uroti makilia na uroti wako alia hoya hoya wabone ikorokia hina wako alia nini wali tendili ya Yesu. Ningeomba nguvu ya kuongea, ningeomba nguvu ya uwezo katika jina la Yesu. Rama baba shata rika kata ya Jehova rama mama yaka wewe umepeana unanipe nguvu na simama na neno lako inasema Jehova wewe ndiye unipa nguvu, wewe ndiye unipa nguvu, wewe ndiye unipa nguvu, wewe ndiye unipa nguvu. Naomba nguvu sasa, wewe ndiye unipa nguvu, naibisha nguvu sasa katika jina la Yesu. Wewe ndiye unipa nguvu, wewe ndiye unipa nguvu ya biashara, wewe ndiye unipa nguvu ya kazi yako. Naomba nguvu sasa katika jina la Yesu. Wewe ndiye unipa nguvu, naomba katika jina la Yesu. Zatakayando zakata ya Jehova zekata ya Jehova tahoya hija raka ya jua zaikata. Naomba nguvu ya rohoni, naomba nguvu ya rohoni, naomba nguvu ya rohoni, naomba nguvu ya rohoni katika jina la Yesu. Naomba nguvu ya rohoni leo katika jina la Yesu Kristo. Naomba nguvu ya rohoni, niwezeshe sasa, nipe nguvu sasa, niweze kwa jina la Yesu. Wanafunzi hawangeweza bila uwezo wako, wanafunzi hawangeweza bila uwezo wako. Naomba niwezeshe sasa kayanda rabarabo yaka ya Jehova rababa santa kayando robo sikata ya Jehova malika hoya hina hiyore walikokile hende ya tomoyo nidao hoya nidao intia hiyore walikokile hende ya tomoyo nidao intia hiyore walikokile Yesu raba santa kayando mahoya magenani mohoro ya teragia newekele hude mohoro ya jaragia newekele huda newekele huda newekele huda newekele huda shata kanta ya Jehova rababababo shata karararari waranta ya Jehova riba rindararara kanta ya sandaraba abrayanta ya Jehova rabaukanta rima mama ya mtia Jehova raba resekerele ya kanti ya faida rabababo shata kayanda rabababo sikata ya Jehova rindararara kanti ya Jehova nidahoya rima nidahoya niwekele huda niwekele huda nidahoya huda rima kayijekela huda jekela huda Jehova hijole ya umete nikawetiale nikahoya ikopia hijarubwanani kare hakinyentekai nikioka harowekai nigenda wakoikele huda mwine wale kainele ya Yesu
kwako, sema Baba, kwa jina la Yesu, naomba unipe nguvu vile ulipa watumishi wako. Kitabu cha Mitume 2 inasema nguvu ilikuja kama uvumi wa upepo, na leo ninaamini nguvu yako itashuka. Isaidiane na mimi nipate nguvu kuanzia sasa. Ile nguvu ilipotea, naipokea sasa katika jina la Yesu. Neema iliyopotea nimeipokea tena. Kibali iliyopotea nimeipokea tena kwa jina la Yesu. Overflow iliyopotea nimeipokea tena kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Glory be to Jesus. Amen. Watu wa online, the mighty name of Jesus, naachilia nguvu katika maisha ya mtu yote aliyeona. Naachilia uwezo juu yake. Naachilia kuanzia sasa nguvu ya kazi yako ipokee, nguvu ya maisha yako ipokee katika jina safi la Yesu. Tumeomba na tumeamini. Tuseme, tumpigie Yesu wetu makofi.